Mahujaji wa matumaini pamoja katika sala. Ndugu mtazamaji wa Caption TV, karibu tena katika makala yetu tukusanyike kwa jina lake. Nikiwa nahodha ndugu Nicholas Osuka, ni wakati mwingine na kushukuru pia kwa kuweza kutenga muda wako kujiunga nasi. Leo naomba kukaribisha tujiunge na jumuiya Mtakatifu Agostino inayopatikana katika kanisa kuu Holy Family Basilica, Jimbo Kuu Katoliki la Nairobi. Tunamshukuru Padre Ndichu kwa kuweza kuturuhusu tuweze kujiunga na wanajumuiya hawa, na pia wanajumuiya pia kwa kuweza kutualika. Mwaliko wenu ni muhimu sana kwetu, na leo basi tunaamini kwamba tutaweza kushirikishana pamoja neno la Mungu, na tukitafakari pia katika hiki kipindi cha mafungo, kipindi cha Kwaresma, tuingie ndani ya mioyo yetu tuweze kutafakari neno la Mungu liweze kukita mizizi ndani ya mioyo yetu, na vile ambavyo sala ya mwaka wa Jubileo wa Matumaini inatuambia kwamba tuwe majembe ya kulima mbegu ya imani iweze kukua. Hivyo basi ni matumaini yangu kwamba katika makala yetu haya tukusanyike kwa jina lake, pale ambapo tunakutana na jumuiya ndogo, tutaweza kuimarika na kujengana kiimani, na hata katika kulifahamu neno la Mungu katika tafakari hii na sala. Karibu na Mungu akubariki. Uje Roho Mtakatifu, uje Mfariji, uje Baba wa maskini, uje Mfariji, Mtawa wa vipaji, uje Mfariji, uje Roho Mtakatifu, uje Mfariji, uje Roho Mtakatifu, uje Mfariji. Dominika ya tatu ya Kwaresima. Somo katika kitabu cha Kutoka. Siku zile Musa alikuwa akichunga kondoo wa Yethro mkwewe, aliye kuhani wa Midiani. Aliwapitisha jangwani, akafika kwenye mlima wa Mungu, ndio Horebu. Malaika wa Bwana akamtokea katika sura ya moto uliowaka katika kichaka. Musa akatazama, kumbe kile kichaka kinawaka moto lakini hakiteketei. Hapo Musa akasema, nitajongea nipate kuona jambo hili la ajabu, nione kwa nini kichaka hicho hakiteketei. Bwana akamwona anakaribia apate kutazama vema, naye Mungu akamwita kutoka katikati ya kichaka. Musa, Musa, akaitikia, mimi hapa. Hapo Bwana akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Tena Mungu akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Basi Musa akajifunika uso, akiogopa asimwangalie Mungu. Bwana akasema, mimi nimeyaona mateso ya watu wangu wanaokaa Misri. Nimesikia kilio wanachotoa sababu ya wasimamizi wao wadhalimu. Kweli nayajua mateso yao. Mimi nimeshuka chini kuwaokoa katika mikono ya Wamisri. Niwapandishe kutoka nchi hiyo, niwapeleke katika nchi iliyo njema tena kubwa, katika nchi inayotiririka maziwa na asali.
Hapo Musa akamwambia Mungu, iwe hivyo, mimi nitafika kwa wana wa Israeli na kuambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu. Lakini wakiniuliza, jina lake nani, nitawajibu nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akaendelea kusema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko, ndiye aliyekutuma kwenu. Tena Mungu akamwambia Musa, utawaambia hivi wana wa Israeli, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu milele, watakao nitaja nalo vizazi vyote. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Bwana ni mwenye huruma na neema. Bwana ni mwenye huruma na neema. Umsifu Bwana, e nafsi yangu, na yote yaliyo ndani yangu, yalisifu jina lake takatifu. Umsifu Bwana, e nafsi yangu, wala usisahau fadhili zake zote. Bwana ni mwenye huruma na neema. Yeye anasamehe dhambi zako zote, anaponya magonjwa yako yote. Yeye anaukomboa uhai wako na kaburi, anakuvika taji la fadhili na rehema. Bwana ni mwenye huruma na neema. Bwana anatenda mambo ya adili na haki kwa wote wanaokandamizwa. Alimjulisha Musa njia zake, wana wa Israeli matendo yake. Bwana ni mwenye huruma na neema. Bwana ni mwenye huruma na neema, akasiriki upesi, ni mwingi wa fadhili. Maana kama vile mbingu zinavyoinuka juu ya nchi, ndivyo wema wake ulivyo mkuu kwa wamchao. Bwana ni mwenye huruma na neema. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Ndugu, nataka mjue ya kuwa baba zetu waliongozwa wote na wingu, na wote walivuka bahari. Basi wote walibatizwa katika wingu na bahari wawe wa Musa. Wote walikula chakula kile cha kiroho, na wote walikunywa kinywaji kile cha kiroho, kwa maana waliunywea mwamba wa kiroho uliofuatana nao, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Lakini si wengi wao waliompendeza Mungu. Hivyo waliangamizwa jangwani. Hayo yalitendeka kwa kutuonya sisi, tusije tukatamani mabaya kama wale walivyotamani, wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika. Wakawaua na mwangamizi. Hayo yote yaliwapata kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa yatuonye sisi tuliofikiwa na nyakati za mwisho. Kwa hiyo anayejiona amesimama na aangalie asianguke. Neno la Bwana. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule ule, baadhi ya watu walifika wakampasha Yesu habari ya Wagalilaya ambao Pilato alichanganya damu yao na damu ya sadaka zao. Akawajibu akisema, Je, mwadhani ya kuwa Wagalilaya hao walikuwa wakosefu wabaya zaidi kuliko Wagalilaya wote
hata wakapatwa na mateso hayo? Na waambieni, sivyo. Lakini msipotubu, nyinyi nyote mtaangamia mtaangamia kwa namna hiyo hiyo. Au mwadhani ya kwamba wale 18 ambao mnara wa Siloamu uliwaangukia na kuwaua walikuwa wakosaji kuliko wakazi wote wa Yerusalemu? Na waambieni, sivyo. Lakini msipotubu, nyinyi nyote mtaangamia vivyo hivyo. Akasema mfano huu: mtu fulani alikuwa amepanda mtini katika shamba lake la mzabibu, kisha akaenda kutafuta matunda juu yake asione. Akamwambia mtunza bustani, tazama, tangu miaka 3 ninakuja kutafuta matunda katika mtini huu, nisipate kitu. Basi ukate. Kwa nini uiharibu ardhi? Naye akamjibu, Bwana, uache bado mwaka huu, nipate nafasi ya kupalilia pande zote na kutia mbolea. Ukizaa matunda, vema; usipozaa, ukate. Injili ya Bwana. Sifa kwako, Kristo. Kutokana na masomo ya leo, tunapata mafunzo ya kwamba Baba Mwenyezi Mungu ana uwezo ambao tunapasa kuomba ili tuweze kuweza kupingana na yule muovu Shetani. Majaribio yake yasiwe vizingisio katika maisha yetu. Kulingana na somo la kwanza, Musa aliweza kupashwa habari na alidhani ya kwamba hangeweza kwa ajili ya mateso na masaibu ambayo Wanaisraeli walikuwa wameyapata. Lakini Mwenyezi Mungu aliweza kumpa nguvu na kumwelekeza ili aweze kuwarudia Wanaisraeli na aweze kupata nguvu kupitia neno lake, kupitia mjakazi wake, ili waweze kumtumainia Mungu peke yake ambaye ana uwezo juu ya yote. Tumsifu Yesu Kristo. Somo la Injili tunakutana na huu mti ule hauna matunda, na vile inasemekana wanaiweka mbolea ndipo ipate, wangoje waone kama itakuwa na matunda. Hii ni maana kuwa Mungu wetu ni wa huruma. Hata ukakosa leo, kesho, jana, bado ako hapo, atakusamehe makosa yako. Sisi wote tuko kwa safari. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Basi nilichojifunza kutoka masomo ambayo tumesoma siku ya leo, tunaona Mungu mwenyewe akimuita Musa akuje amsaidie katika jambo alilokuwa akitaka kupeleka Waisraeli katika nchi aliyokuwa amewaahidi. Hivyo ndivyo pia sisi Mungu anatuita siku ya leo. Katika kazi yako unayofanya kila siku, Mungu anakuita uweze kutumikia wale watu waliowekwa kwa laini yako, ndio uweze kuwasaidia, na yote kwa sifa za Mwenyezi Mungu. Na hivyo tunaambiwa kama tulivyosikia kutoka somo la Injili, unapoitwa na Mungu, Mungu mwenyewe atakuneemesha, na kwa hivyo unahitajika uzae matunda. Hii ni kumaanisha nini? Unapoitwa ufanye kazi ile, fanya wajibu wako, fanya juu chini, kutimiza ule wajibu Mungu aliyokupatia. Na usipofanya vile,
tunaambiwa miti ambayo haitazaa matunda mema itakatwa. Hivyo nasi tufanye juu chini, tusijipate katika wakati ule wa kukatwa, tukose kufanya kazi jinsi tunavyostahili. Hivyo hata sisi wenye ni viongozi wa kikundi hiki, wale ambao ni viongozi wa nchi, wale ambao wametwikwa jukumu lolote la uongozi katika pale mahali tulipo, hata sisi ambao ni viongozi wa familia zetu, tunahimizwa na somo hili ambalo tumesoma, kuwa mtu wa kuzaa matunda mema. Ongoza wale watu waliowekwa chini yako katika upande wa Mungu. Na hivyo basi pia sisi wa Kristo tuombee viongozi wetu, tuombee viongozi wetu wa jumuiya, viongozi wetu wa kanisa, na pia viongozi wetu wa nchi, ndio waweze kutimiza ile kazi Mungu aliyowapatia. Tumsifu Yesu Kristo. Kile ambacho nimeweza kupata kwa masomo ya leo ni kwamba Mungu anatukumbusha yeye ni Mungu wa Musa, Elia na wa Yakobo. Na anatukumbusha kuna mahali imerudiwa amesema niko. Anamaanisha ako na sisi kila wakati. Na mara mingi tunasikia mtu akiomba ama mtu yote akiomba unasikia anataja Mungu wa Musa, Yakobo na Elia. Imenisisitizia kwamba hiyo ni ukweli. Na anazidi kutukumbusha hiyo ndio jina yake. Na kuna nguvu katika hilo jina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Katika somo la kwanza tumeona Mungu amekumbuka kilio cha Wanaisraeli, ametuma Musa, amemwambia amesikia kilio chao na anaenda kuwatoa utumwani. Tunahimizwa ya kuwa katika hii dunia ukipitia mateso yoyote, mlilie Mwenyezi Mungu na tukue na uvumilivu. Mungu siku moja atasikia maombi yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Tukitafakari katika hilo somo, tunaona kwamba Mungu anatuhakikishia ahadi ya kuwa na sisi milele. Anaahidi Musa, anamtokea kwenye moto. Kwenye sehemu nyingine katika Biblia tunaona pia akimtokea Yakobo kwa vita kidogo. Katika nyakati za Yesu anatutokea kwenye Ekaristi, kwa ndugu zetu, kwa jirani zetu. Hii ni ahadi, ni ishara kwamba atakuwa nasi milele, na ndio tuwe na ufalme na turidhi ufalme wake, tutabaki kuwa naye milele. Hii ni ahadi katika huu mwaka wa matumaini, ili tuzidi kumjongea, tuzidi kumwamini, tuzidi kushirikiana naye katika hali zote, ili mwishowe turidhi ufalme wake. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Tunawahimiza kwamba tuzidi kumtafuta Mungu, na especially wakati huu tutubu dhambi zetu. Tukizitubu dhambi zetu, Mungu wetu ako tayari kutusamehe. Kwa hivyo tujongee Mungu wetu kwa karibu sana, ili tuweze kumaliza safari yetu tukiwa na nguvu, tukiwa na furaha katika maisha yetu. Mungu ni mwema kila wakati. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Dominika ni ya kwanza ya Kwaresma mwaka cha. Na kutokana na somo la Injili najifunza baada ya ubatizo wake Yesu anaongozwa na Roho nyikani.
Baada ya kufunga kwa muda wa siku 40 na katika mazingira ya upweke, shetani anakuja na majaribu makubwa. Katika kila jaribio, Yesu anamshinda. Na ndipo sisi tunaitwa pamoja kama wanajumuiya, kwa kila jaribio Yesu alishinda. Pia sisi katika huu mfungo wetu, siku ni 40, tutashinda. Tutashinda. Kwa hivyo tujikaze na safari ingali ipo. Sote kwa maombi na yote yale tumeombwa, tushinde vita. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Kuongezea tu, tunajua ya kwamba tunasoma ya kuwa Musa alikuwa mtu aliyekuwa ana sita kidogo. Kwa hivyo pia sisi tunaweza kuwa tukiitwa katika jambo fulani na tunaanza kupeana zile tunaita excuses. Mimi ni kama siwezi kufanya hivi. Mimi ni kama siwezi kufanya hivi. Tunaambiwa shamba ya Mungu ni kubwa na inahitaji wafanyikazi wengi, na tunahimizwa sisi wote tushirikiane, kila mtu akishika upande wake, mwingine ashike upande wote. Sisi wote tusukume neno la Mungu liendelee mbele. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Amina. Kwa yale mengi ambayo yametajwa hapa na wana Agostino, ningependa kuongezea kuwa wakati huu wa msimu huu wa Kwaresma, sisi kama Wakristo na wale Wakristo wengine kwenye nchi nzima ya Kenya, tumehimizwa kuwa tuendelee kujihusisha na katika maombi, ile kujinyima kila ambacho tunapenda kama Mkristo maishani mwako, na pia tuweze kuangalia wale ambao hawana chochote kati yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema. Katika Jumapili ya leo, Jumapili ya Lenti ya kwanza, vile Kristo alijaribiwa, sasa tunahimizwa. Majaribu ni mengi wakati huu wa Lent. Tunafaa tusimame imara katika Kristo, tuwe imara katika sala. Kila nyakati uweze kujua ni kipi unakifanya na majaribio yanatoka wapi. Ikiwa hauna chakula, hauna pesa, unaweza jaribiwa chochote ili uweze kujiingisha kwenye majaribio. Na vile tuliambiwa leo kanisani, kujaribiwa ukiwa umejaribiwa, hiyo sio dhambi. Lakini ukifanya tendo la chenye umeambiwa alafu ukajaribiwa, tuseme in case umeambiwa, tuseme mwanaume, Father alituambia in case you are a man, most men wanakuwa humanizers. So jaribio kuu la wanaume anakuwa mwanamke kumjaribu. So in case ujajaribiwa na huyo mwanamke, hiyo sio dhambi. Lakini mwanamke akikujaribu na uingie kwa huo mtego, hiyo ndio dhambi. Sasa tunahimidiwa, tunawasi wana Agostino na ulimwengu mzima, sisi wote tuweze kujua majaribio yote yanatoka wapi, tuweze kuwa katika sala, tuweze kumuomba kama mama yetu Maria. Mama aweze kutembea na sisi kila wakati, kila tunapotembea, tunapokaa, tuweze kusali rozari, tuweze kumuomba Mungu aweze kutusamea, aweze kutuhurumia dhambi zetu, ili majaribio yanapokuja yaweze kutupata tuko imara. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. Simama, simama imara, jilinde, neno lake Bwana imara, kesha kila siku uombe, utasimama. Simama,
maisha kila siku, uombe utasimama. Na mpenzi mtazamaji, na kushukuru pia kwa kuweza kuwa pamoja nasi katika muda huu wote, ambapo kila siku ya Jumapili alasiri tunakusanyika pamoja katika jina lake. Na ni imani yangu kwamba hapo nyumbani unaweza kujiunga na jumuiya ndogo iliyoko karibu nawe ili tuweze kusafiri pamoja katika safari hii ya imani. Kabla ya tamati, ningependa kukumbusha tusisahau mwaka huu tuna majukumu mengi, hasa wakati huu na wakati wa mfungo wa Kwaresma, kutafakari kupatana na Mungu, msamaha wa Mungu, na hapo baadaye tutaweza kutafakari mateso ya Kristo na kusherehekea ufufuko wake. Lakini bado kama jumuiya tunasherehekea miaka 50 katika eneo la Mesea tangu jumuiya ndogo zilipoanzishwa, na ni matumaini yangu kwamba unajivunia kuwa mwanajumuiya, na pia na kutuma na kukuomba basi uendelee kuwa mwinjilisti katika kuwahimiza wale ambao hawajajiunga na jumuiya ndogo wajiunge, kwani hapo katika jumuiya tunaweza kujengana, sio katika imani tu, sio katika neno la Mungu tu, pia hata katika hali ya kawaida ya maisha. Na hivyo basi naomba kukushukuru kwa kuweza kuwa pamoja nasi, kuwashukuru kwa dhati wanajumuiya wa Mtakatifu Agostino na wale wote ambao wameweza kushiriki nasi, na pia tunawaalika kwa msaada wenu kutusaidia katika kazi hii ya kuhubiri neno la Mungu kupitia televisheni yetu hii Katoliki Capuchin TV, na pia kuweza kushirikishana pamoja, na pia kwa wale ambao ni wadhamini wetu. Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki hadi juma lijalo. Mwenyezi Mungu akubariki. Nimekuwa wako ndugu Nicholas Wasuka.